Hebu tumpigie Yesu makofi. Makofi kwa Yesu. Makofi tena kwa Yesu. Makofi kwa Yesu tena. Hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu. Hallelujah. Tukae. Let's have a seat. Na wasalimuni kwa jina la Yesu. I greet you all in the name of Jesus. Tunamshukuru Mungu kwa jioni ya leo. We thank God for this evening. Mwanzoni mwa wiki mimi nilienda Msoma. At the beginning of the week, I went to Msoma. Kama mlivyokuwa mnajua kwamba tuna wageni. As you knew that we'll be having visitors. Na kwa kweli wamefika. And for sure they are here. Na sisi tuko hapa. And we are also here. Hallelujah. Tumekuwa na wakati mzuri sana. We had a very good time in Msoma. Mzuri sana. It was such a wonderful time. Tumesikia maneno mpaka nikatamani laiti nchi nzima tungekuwepo. We heard words that made me even think of the whole country to be there. Kwamba wote tungekuwa tumekusanyika. That it's better if we were all gathered there. Tukasikia. And listen to them. Lakini haiwezekani. But it's impossible. Ndio maana wamekuja huku tena. That's why they have come here again. Sasa now nilikuwa naomba tujaribu kuwa kidogo tu watu wa vyombo wa vifaa wajitahidi kuwa wanarekodi hizi jumbe tunazozisikia. I was asking the media team to do the recordings of what we are going to listen to these meetings. Haya mambo, these things, tunapaswa kuyasikia tena na tena na tena. We are all to listen to them again and again and again. Vizuri. It's good. Kama ukipata hayo mahubiri, if you get these preachings, usisikilize siku moja. Don't listen to them only once. Yani usisikilize mara moja. Don't listen to them only once. Sikiliza tena. Listen to them again. Utulie tena, usiwe na haraka. Don't be hurried. Kaa mahali. Stay at a place. Sikiliza tena. Listen to them again. Tunachosikiliza, what we are listening to, sio maneno pia. Sio maneno tu. They are not just mere words. Lakini pia ni ile roho inayofanya kazi katika maneno hayo. But it's the Spirit working in those words. Tunatamani Mungu afanye kitu. We desire God to do something katika maisha yetu. Into our lives. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hivyo na shukrani kwamba tumefika na wageni. Hence I'm thankful that we've come with the visitors. Wanao kwa muda mfupi leo na kesho na Jumapili asubuhi na jioni tutakuwa na vijana. We will be with them from today, Saturday and Sunday in the morning, but in the evening we shall be having a session for the youth. Lakini kesho tutakuwa na vipindi viwili. For tomorrow we shall be having two services or two sessions. Kuanzia saa 4 mpaka saa 6 hadi saa 7. Starting from 10 a.m. to 1. Alafu jioni si tuanze saa 9 kesho Jumamosi. Tunaweza tukaanza saa 9. Then on Saturday, that's tomorrow, we shall be starting at 3 p.m. ili tuweze kupata muda zaidi. So that we can get that long time. Kitu nilichokishangaa. What I'm wondering of. Nilishangaa kitu kimoja. I just wondered with one thing. Mungu kutuma watu hawa. God sending these people. Unajua hawa watu nikiwaangalia yani karibia wote
karibia wote wangesambaa, mmoja angeenda kwingine, mwingine kwingine. If I just look into these people, they would have separated their ways. One to go somewhere else and another to go another part. Lakini wamekuja hapa wote. But they all came here. Na wamekuja Msoma. And they only came to Msoma. Na Mgumu. And Mgumu. Na sio mahali pengine. And nowhere else. Kwa hivyo lazima tuangalie Mungu ametulenga sana. Hence we have to see that God is directing unto us. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Lazima tuheshimu kipawa cha Mungu. Hence we have to honor that gift of God. Tujue kwamba Mungu anatujali. Knowing that God cares for us. Kwa hivyo na sisi tuwe na juhudi ya kukitaka kile Mungu amekileta. Hence we are ought to make heed to get what God has brought to us. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hivyo tujitahidi mioyo yetu tuiweke wazi. Hence let's try our level best, opening our hearts, Tuone wazo la Mungu seeing the thought of God kwenye maisha yetu. into our lives. Hakuna mtu hapa ambaye yuko exempted, amesamehewa, yani yeye yuko huru na maneno haya. There is no one that is exempted, that is free not to hear these words. Kila mmoja anatakiwa ayaelewe, yamguse, yamtengeneze, yafanye kile Mungu anataka. Each one is ought to understand those words, be touched by them, and do according to what God needs. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hivyo wageni wetu, kwanza na wakaribisha ninyi ambao mmekuja kutoka majirani hapa. I welcome the visitors that have come from the neighborhoods. Karibuni sana. You are most welcome. Lakini pia wandugu wa hapa, But also the brothers of this church, na ninyi karibuni tena. you are also most welcome. Na sasa nitamkaribisha ndugu yetu Amos. And now I'm going to welcome Pastor Amos. Atawakaribisha wageni. He will welcome the visitors. Okay. Okay. Basi nitamkaribisha moja kwa moja Pastor Stephen Gachengo. I'm welcoming Pastor Stephen Gachengo ili aweze kuendelea. so that he can take over. Hebu tuungane na mimi jamani. Let's join together. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa mpo? Tusalimiane vizuri katika jina la Yesu. Amen. We are very, very, very happy to be back in Mugumu. Tuna furaha sana kurudi tena Mugumu. It's quite a number of months, so I can't remember when I was here. So yes. It should be yes. But one thing that is very sure Lakini kitu kimoja ambacho ni cha uhakika is that we love you so much. ni kwamba tunawapenda sana. And we pray for you. Tunawaombea. You are one of the churches that we cannot forget. Nyinyi ni miongoni mwa yale makanisa ambayo hatutakaa tusahau. Because to come to Mugumu, Kwa sababu kuja Mugumu you must be ready. ilikuwa ni lazima uwe tayari. Because the fresh hears the name Mugumu, Kwa sababu kuanzia jina tu lenyewe, mwili huu ukisikia tu the Mugumu, body starts to react. mwili unaanza kupambana. But because we love you people, Lakini kwa sababu tunawapenda, despite the hard situation, licha ya changamoto zote, we must come. lazima tuje. Because you are our brothers and Kwa sisters. sababu ninyi ni ndugu zetu na dada zetu. Amen. Amina. We are well, Tuko salama, still on this road, bado tungali kwenye barabara hii, trusting in the name of Jesus. tukisadiki katika jina la Yesu. The Lord continues His work in us, Na Bwana bado anaendeleza kazi yake ndani mwetu, and we are running the good race. na tunakimbia zile mbio nzuri. And we have come to remind you, Na tumekuja kuwakumbusheni the tena race is not over. kwamba mbio hazijaisha. We have to make sure we are ready, Lazima tuhakikishe tu tayari, and we continue to the end. na kwamba tutaendelea mwanzo mpaka mwisho. To the end. Mpaka mwisho. Not in the middle. Si hatutaishia katikati. Brother Masai, not in the middle. Mole, sio mwisho, sio katikati. To the end. Mpaka mwisho. And you know, to go to the end, Na mnajua ile kazi ya kufikia mwisho wa mbio. there's many things that are happening Hapo here. katikati kuna mambo mengi ambayo yanatendeka hapo. Amen. Amina. So we have come to remind you, Kwa hivyo tumekuja kuwakumbusheni there is only one road, kwamba kuna barabara tu moja, the way of the cross. njia ya msalaba.
That is the road. Hiyo ndio njia. Amen. Amina. I've come with my brothers. Nimekuja na ndugu zangu. I have my brother Kinothia Joel. Can you stand? Tuna ndugu yetu anaitwa Joel Kinothia, tafadhali simama. Joel is one of the elders in Nairobi. Mmoja wa wazee wa kanisa pale Nairobi. He's not a guest. He has been here many Yeye times. si mgeni hapa, amekuja mara kadhaa. We have our brother Gavin. Tunaye ndugu yetu Gavin. Gavin is originally from Zimbabwe, Gavin asili yake ni Zimbabwe, but he lives in Mauritius. lakini sasa anaishi Mauritius. He's a very fiery young man. Ni kijana mwenye moto sana. Those who knows his father, Wale mnaomjua baba yake, I don't remember whether Langwood has never been to Mugu. he has never. He has escaped here. Yes, escaped his. We have brother Richard Langwood. Most of you know Richard. Wengi wenu hasa nyinyi vijana mnamjua mchungaji Richard. He was in Kampala 2 years Ambaye ago. aliendesha kambi ya vijana miaka 2 iliyopita. That is his son, Huyu ni mwanae. Gavin Langwood. Anaitwa Gavin Langwode. Then we have our brother Lenboy. Alafu tuna ndugu yetu tunayemwelewa Lenbo. Lenboy, Len kijana. Len Kijana is not a guest here. Len kijana sio mgeni hapa. I think you were here 2 years ago. Nadhani alikuwa more than 2 years. More than 3 years? 3 years ago, Miaka 3 iliyopita when we did a youth camp somewhere. nilipofanya kambi ya vijana pale Nuru Sekondari. A very big youth camp. Ilikuwa kambi I think it kubwa. has been the biggest. Nadhani haijavunjwa rekodi yake. Although Lazarus youth camp is for everybody. Ingawa kambi ya vijana ya Lazaro inaandika mpaka na wakungu. So, but it was a very big meeting. Lakini ulikuwa mkutano mkubwa sana. Amen. Amen. So Lenboy has been here quite a number of times. Len boy hata Msoma na kwingineko amekuja mara nyingi, hata Mwanza. Then I have my brother Roland. Alafu tuna ndugu yetu Roland. Roland also has been here. Roland pia aliwahi kufika hapa msafara wa kwanza kama mna. Yeah, he has been here the first time Alikuja ile ya kwanza tuliogelea kwenye when we were swimming. tulipoogelea lile ziwa. That is the time Mugumu became very famous. Hapo ndipo ilipoletwa umaarufu kwamba Because I remember there was no way to come to Mugumu. We just swam in the river. yani tuliogelea lile bwawa la Kiarano, mnalifahamu? Ilikuwa kupita juu ya maji. Even that photo is always in CTMI photos. Hata picha kwa ile kuogelea haijaondokana kwenye. Because I remember one of the brothers said, now this is our end. Kwa sababu nakumbuka mmoja wapo watumishi tuliokuwa naye alipokuwa anaogelea pasa, jamani, leo ndio mwisho wetu. But we went on the other side. Lakini tulivuka ng'ambo. So my brother has been here twice. Kwa hivyo ndugu yetu amekuwa hapa mara 2. The other time I think we came from Mwanza to here. Nyingine tulitokea Mwanza tukaja hapa. The road was so far Na barabara ilikuwa ndefu sana that he was asking where is Mugumu. mpaka akaanza kutuuliza njiani, Mgumu iko wapi? So we are back again. Kwa hivyo tunamshukuru, tumerudi tena. The Lord is so good. Bwana ni mwema sana. Amen. Amen. I want everybody to keep his heart open. Na naomba kila mtu miongoni mwetu aweke moyo wake wazi. Let God speak. Acheni Mungu aongee. You know, when we come here, Unajua tunapokuja hapa it's not just another meeting. si tu safari nyingine au mkutano mwingine. As Lazaro was saying, Kama Lazaro alivyosema, it was very clear I heard from the Lord. ilikuwa ni dhahiri, nilisikia kutoka kwa Mungu We must come to Msoma and Mugumu. kwamba huu ni wakati tuende Msoma na Mugumu. I know clearly God has something for you. Nilijua kabisa Mungu ana jambo na watu hao. And it is my prayer that you open your heart Na ni sala yangu kwamba mnaweka mioyo yenu wazi and allow the Holy Spirit na kumruhusu Roho Mtakatifu to do what you want to do in ili our life. akitimize anachotaka kwa maisha. We are not here to receive what we want to hear. Yani hatuko hapa kupokea kile ambacho tunataka wenyewe kusikia. We are here that God may bring to us what is for us now. Tuko hapa ili Mungu mwenyewe atuletee kile ambacho yeye mwenyewe anajua ni sahihi kwa ajili yetu sasa. I was sitting down there Nilipokuwa nimeketi hapo chini, and something came to my heart. jambo likaja moyoni mwangu. The journey to Emmaus. Safari ya kuelekea Emau. That journey, Safari hiyo, the word of God teaches us there were 2 men walking.
Neno la Mungu linatufundisha kwamba kulikuwa na watu wawili wakielekea Emau. They were going to Emmaus. Wakienda Emau. And those people were conversing what has happened. Na wale watu walikuwa wakizungumzia kile ambacho kilitokea. They were talking of what has happened. Walikuwa wakiongelea kile ambacho kilikuwa They were talking about the death of Jesus. Walikuwa wanaongea kifo cha Yesu. And they were very serious. Na walikuwa makini sana. Talking about the road to Emmaus. Huku wakienda na kuongea. But on their journey, lakini njiani, Jesus himself came and walked with them. Yesu akawatokea akaambatana nao. And the word of God is telling us, na neno la Mungu linatuambia, even when he came and started walking with them, alipoandamana nao na kuongea they nao, did not recognize him. Hawakumtambua kuwa ndiye. They are talking about him, wanamuongelea yeye, but they don't understand he's the one. Hawajui kwamba yeye ndiye wanayemuongelea. I have a prayer. Ninalo ombi. We may talk about the cross. Tunaweza tukaonena msalaba. We may know about the cross. Tunaweza kujua mambo yote kuhusu The msalaba. gospel can come to us. The gospel can come to us. Injili inaweza kuja kwetu. But if we do not catch the spirit of revelation, lakini kama hatutapata roho wa ufunuo, and allow Jesus to open our eyes, kumruhusu Yesu kutusaidia macho yetu and to know Jesus in the spirit, na kumjua Yesu wa rohoni, we can talk about him, tunaweza kumnena yeye, but we don't know him. Lakini kusema kweli hatumjui. Because they were talking about Jesus. Lakini walikuwa wanamnena Yesu. They could explain very well. Na walikuwa na maelezo ya ufasaha. And even one time Jesus asked him, hata wakati mwingine Yesu aliwauliza, what are you talking about? Mnanena nini? Mnamnena nani? And they were challenging Jesus. Na walikuwa wanamuuliza Yesu, do you live in this place alone? Wewe ni mgeni katika nchi hii. Don't you know what has happened? Hujui kilichotendeka hivi? Have you not heard? Hukusikia hilo lililotendeka? They are talking with the victim. Wanamnena yule aliyeuawa. But they do not know that he is the man. Lakini hawajui kuwa yeye ndiye. I don't want us to be in the church sitaki tuwemo kanisani talking about Jesus, tukimnena Yesu, but we are ignorant about him. Lakini tu vipofu kumhusu. It is my prayer ni ombi langu that during these few days kwamba kupitia hizi siku chache God is going to open our eyes. Mungu anaenda kufungua macho yetu. And something new is going to come to our hearts. Jambo jipya litendeka mioyoni The mwetu. spirit of wisdom and revelation is going to come to our hearts. Roho wa hekima na maarifa aweze kuijilia mioyo yetu. And the word of God is going to be more clear to our hearts. Neno la Mungu litakuwa dhahiri zaidi na zaidi mioyoni mwetu. So I want to encourage you. Kwa hivyo nataka niwatie moyo. As we sit under the feet of the gospel, tunapoketi chini ya miguu ya injili, let us allow the Lord to speak. Hebu tumwachilie Bwana aongee. Amen. Amina. So let us all stand. Sasa na tusimame wote tafadhali. And just cry to Jesus. Na hebu kila mmoja just take a few minutes. Chukua dakika chache kusema na Yesu. Talk to the Lord. Ongea na Bwana. Hallelujah. Hallelujah. We want to prepare our hearts. Tuombe sala ya moyo wetu. We want Jesus to minister to us. Tunamtaka Yesu ahudumie mioyo yetu. We want the word of God to be more clear in our hearts. Neno la Mungu liwe dhahiri mioyoni mwetu. We don't want to be like those two men of Emmaus. Kuwa kama wale waliokuwa wakienda Emmaus. But we want to know him. Lakini tunataka kumjua yeye. We want to see his plan. Na tuone mpango wake. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Oh, hallelujah. Hallelujah, Yesu wetu, Bwana wetu na Mwokozi wetu. Jesus. Yesu. Hallelujah. Yesu, wewe ni mwema. Wewe usipojenga, wewe usipofunua, tunataka kumwona Yesu aliyefunuliwa. Yesu naye amefunuliwa. Hallelujah. Jesus. Open our eyes tonight, Lord. We want Jesus to be revealed in us. We know what brings the difference when we know him in the spirit. When clearly the revelation of his church become more clear through his word. We're not here to have some knowledge, but God, unveil your son. Unveil your son to us. Let your anointing be in this house. Use your servant as a tool. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you.
tunakuabudu. Lord, we know Bwana, tunajua when your Son is revealed in our hearts, mwanao anapofunuliwa mioyoni mwetu, we take another level in the Spirit. tunachukua hatua nyingine katika ulimwengu wa roho. We grow. Tunakuwa, We are more established. tunaimarika zaidi, We are more stronger. tunafanyika imara, We become strong soldiers of this world. tunafanyika askari za imara katika ulimwengu huu. We thank you, Father. Tunakushukuru Baba. May you anoint your servant. Hebu mtie mafuta mtumishi. Use him as a tool in your hand. Tumie kama chombo mkononi mwako. We thank you, Father. Tunakushukuru Baba. We give you all the praise. Tunakupa sifa zote And we give you all the glory. na utukufu wote. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Lenina, endelea, Ulinazidi utembea, maombi yasikie, e Bwana, unipandishe, e Bwana, uninue kwa imani nisimame, nipande milima yote, e Bwana, unipandishe. Let's take our seats. Hebu tuchukue viti vyetu. Take our seats. Chukue viti vyetu tafadhali. I want to take this time to invite my brother Roland Nataka nichukue nafasi hii kumkaribisha ndugu yangu Roland with our brother Anthony na ndugu yetu Anthony to come and bring the word of God. waje na watuletee neno la Bwana. And please, because it is an afternoon meeting, Na tafadhali, kwa kuwa ni mkutano wa jioni, after having lunch, baada ya kuwa tumeshiba, make sure you become your brother's keeper. hebu uwe mlinzi wa nduguyo. If you see somebody trying to be in another world, Ukiona ndugu mwingine anazama ulimwengu mwingine, shake him. hebu mtikise. We want the word of God to be clear in our hearts. Tunataka neno la Mungu liwe dhahiri mioyoni mwetu. Are you ready, everyone? Je, tuko tayari kila moja? Tuko tayari? Tuweke mikono yetu pamoja, tumkaribishe Let mtumishi wa us Bwana. put our hands together to welcome our brother. Thank you very much, Stefan. Jambo. Bwana asifiwe sana. You can see that I've been here twice at least. Sasa unaweza kuona kwamba nimekuwa hapa zaidi ya mara mbili. Yeah. I'm so pleased to be back with you. Na nina furaha sana kwamba nimerejea na kuungana nanyi pia. In 2 weeks' time, my wife Veronique will be with the sisters in Shinyanga. Wiki mbili zijazo mke wangu atakuwa ameungana na akina dada pale au akina mama Shinyanga. Sisters, are you ready? Je, akina mama mko I tayari? don't hear anything. Wala sisikii chochote. I think I'm going to become a sister. Labda na mimi nitakuwa ni mmoja wapo wa mama. Thank you very much for welcoming us. Asante sana kwa kutukaribisha. We love you. Tunawapenda. You are our brothers and sisters in Christ Jesus. Ninyi ni dada na kaka katika Kristo Yesu. Jesus has shed his blood for all of us. Yesu amemwaga damu yake kwa ajili yetu sote. And we want to be his true church in these last days. Na tunataka tuwe kanisa lake la kweli katika siku hizi za mwisho. Can we give him all the glory? Hebu tumshangilie Mungu. All the glory. Tumshangilie, tumshangilie. Tumshangilie Yesu. Tumshangilie Yesu. Tumshangilie Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Hakuna kama wewe. Wewe ni Hallelujah. Hallelujah.
Nawaambia ninawapenda. This is a real church. Hii ni kanisa halisi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Len, did you record all this stuff? Hivi Ren, ulirekodi haya yote? You've missed it, my Kwa friend. kweli umekosa kitu. We'll bring that to Mauritius Tulipaswa kupeleka hicho and kitu show them Mauritius. that there are brothers and sisters that are alive in Africa here. Tulipaswa kupeleka hiyo kuwaonyesha Mauritius kwamba kuna wadada na wakaka ambao wako hai Afrika. I'm going to share with you the two states of the church in the last days. Na ninataka nishiriki nanyi hali za namna mbili za kanisa katika siku za mwisho. There will be, or there is already, Kuna ambayo tayari ipo, a spiritual church kanisa la rohoni and a carnal church. na kanisa la mwilini. Both are Christians Na hawa wote ni Wakristo that have been regenerated by the word of God, ambao wamezaliwa na neno la Mungu, by the seed of the gospel. kwa ile mbegu ya Injili. As Peter says to us in chapter 1 verse 23. Kama vile Petro anavyotuambia katika ile sura ya kwanza na mstari wa 23. First Peter. Katika waraka wa kwanza wa Petro. Don't open. Usifungue hapo. We have been regenerated. Sisi tumezaliwa. This is a miracle. Na huu ni muujiza. No one can enter the kingdom of God. Hakuna awezaye kuingia ufalme wa Mungu if the Father doesn't join to his Son, Jesus. asipovutwa na Baba kupitia Yesu Kristo. And doesn't regenerate his heart. Na kwamba hakuweza kuuzaa moyo wake. To give him a new heart. Ili aweze kumpa moyo mpya. In fellowship with God now. Katika ushirika na Mungu sasa. So, the church, hivyo kanisa, assemble all these Christians. Kanisa linawaleta pamoja Wakristo hawa wote. But it's not all the Christians, lakini si Wakristo wote, that are going to be begotten ambao watazaliwa in the gospel, katika Injili, in the spirit of the gospel, katika roho wa Injili. They will all be born again. Hawa wote watakuwa wameokoka and saved from their past life, wakiokolewa kutoka na maisha yao yote ya nyuma. But it will not be all of them. Na hawatakuwa kwamba ni wote tena, that will live in the spirit of the gospel of Jesus Christ, ambao wataweza kuishi katika roho wa Yesu Kristo. Injili ya roho ya Yesu Kristo. That will walk in the spirit of Christ, ambao wataweza kutembea katika roho ya Kristo. That will live the life of the kingdom, ambao wataweza kuishi maisha ya ufalme. Because the Christian will prefer a carnal way of living. Kwa sababu Wakristo wengi watapendelea maisha ya kawaida ya mwilini. That's why Jesus himself, ndio maana Yesu mwenyewe, he said, if you want to follow me, anawaambia watu, anasema ikiwa unataka kunifuata, he's speaking to the Christians. Hapo ananena na Wakristo. Maybe you would not want to follow me, labda usingependa kunifuata the way I want you to follow me, lakini ninataka wewe unifuate. Maybe you will follow me your way, labda utataka unifuate kwa namna unavyotaka wewe. When we are begotten, sisi tunapokuwa tumezaliwa, we're not only born again, sio tu kwamba tumeokoka, and we are changed from our past life, na kwamba labda tumebadilishwa tu, maisha yetu ya kale yamebadilishwa, but we are birthed, lakini sasa tunakuwa tumezaliwa in the way to live for Christ and with Christ today, na kwamba tuishi kwa ajili ya Kristo na Kristo leo. That means to live in the spirit, hiyo ina maana kuishi katika roho and not in the flesh, na si katika mwili. He says, if you, he speaks to the Corinthians, ananena na Wakorintho, to the Romans, sorry, ananena na Warumi. If you walk according to the flesh, ananena na anasema kwamba you shall die. Ukienenda katika mwili unataka kufa. But if,
Lakini ikiwa, can you see if? unaweza kusema if. It's possible that it doesn't happen for the Hii Christian. inamaanisha kwamba kuna uwezekano kwamba isitokee. By the Spirit of God, Lakini kupitia Roho wa Mungu, you bring death unaleta mauti to the flesh, katika mwili. then you shall live. Na baada ya hapo utaishi. You shall live for me. Utaishi kwa ajili yangu. Christians, it has to be clear in these last days Wakristo lazima hili liwe bayana katika siku za mwisho. that there will be two kinds of Christians Kwamba kutakuwa na aina au makundi, aina mbili ya Wakristo that will reflect the two last churches ambayo yataaksi aina ya Ukristo katika siku za mwisho, spoken in the book of Revelation, ambayo yamenenwa katika kitabu cha Ufunuo. the church of Philadelphia Katika lile kanisa la Philadelphia and the church of Laodicea. na lile kanisa la Laodikia. And this is before the coming of Jesus. Na hii itafanyika kabla Yesu hajarudi. Two different types of church. Aina mbili ya makanisa. One that will walk in the Spirit, Moja latembea katika roho, and one that will walk in the flesh. na jingine latembea katika mwili. Those that will walk according to the Spirit Wale ambao watatembea katika roho, will know the way of the Spirit. hao wataijua namna ya rohoni, How to live for Christ namna ya kuishi kwa ajili ya Kristo in these last days. katika hizi siku za mwisho. Paul in 1 Corinthians 4 Katika Wakorinto wa kwanza, Paulo says clearly, ananena waziwazi, you may have many masters, mnaweza mkawa na walimu wengi, but you have only one Father lakini mnaye Baba mmoja that has begotten you ambaye amewazaa in the gospel. katika Injili. Are you there? Tupo jamani? By the revelation that came from the Spirit of God to your heart, Kupitia ule ufunuo wa Injili uliokuja katika mioyo yenu. he's not speaking of being born again. Haongelei kwa habari tu ya kuokoka. He's speaking in which spirit a Christian is living the gospel. Ananena ni kwa namna ipi au katika roho ipi Mkristo anaishi Injili. Many Christians are following Jesus their way, Unajua Wakristo wengi wanamfuata Yesu kama wanavyotaka in a wao, carnal way. katika namna ya kimwili. But we want to follow Jesus Lakini sisi tungependa kumfuata in Yesu the spirit, katika roho, the spiritual way, katika namna ya kiroho, the way Jesus wants us to follow him. kwa namna ambayo Yesu anatutaka sisi tumfuate. And this is the way of the cross, Na hii ndio Injili ya msalaba, where it implies death every day in my life, ambayo inaleta kifo kila siku juu ya maisha yetu, and everyday life for others. na siku zote uhai kwa ajili ya watu wengine. Are you there? Jamani, tupo? That's the way. Na hiyo ndio njia, That's the church. na hiyo ndio kanisa. And let not us be deceived Hebu sasa tusidanganyike, by any other way. tusidanganyike na mbinu au njia nyingine. That's why Paul says, when he puts the foundation Ndio maana Paulo anasema alipokwisha in the kuweka hearts of the Christian, katika mioyo ya he Wakristo, says, be careful the way. anawaonya juu ya hiyo njia. Let's take that word for us today. Hebu tuyachukue hayo maneno kwa ajili yetu We leo. are in the last days. Sisi tunaishi siku za mwisho. Let's take heed. Hebu tuzingatie That means we need to be careful kwamba tunapaswa kuwa makini sana, in which way we are living the gospel we are hearing. na kwamba ni kwa namna gani tunaishi kupitia ile Injili tunayoisikia. Is it the way of the Spirit, Je, ni katika namna ya roho or is it the way of the flesh? au ni katika namna ya dunia hii? Let's take some example. Hebu tuangalie hapa mifano michache. The carnal Christian Mkristo wa mwilini will be satisfied with instructors only. Huyu Mkristo wa mwilini yeye ataridhika na maelekezo anayopewa na kiongozi au mwalimu. They will love to have many masters. Hawa watataka kuwa na walimu wengi, And they go on internet na
na wanakwenda kwenye mitandao huko, and they look for many masters. na wanajaribu kutafuta wahubiri huku na kule. One day it's this one, Siku hii ni the huyu, other day it's the other one. siku nyingine ni yule kule, And every day he's going in different direction. na kila siku anaenda huku na kule. And it's the man that is putting a foundation in his head. Na hapa unaona kwamba ni mtu anaweka msingi kwenye akili It's zake. not the Spirit of God revealing the true gospel to his heart. Lakini si roho wa Mungu anayeifunua roho wa injili katika maisha yake. This is going to be a weak Christian. Huyu Kristo atakuwa He dhaifu will sana. stand in the last days. Huyu hataweza kuhimili siku za There mwisho. will be great risks. Kutakuwa na hatari nyingi. Actually, he is wanting to have his master in theology. Ni kama huyu mtu anataka apate uzamili au apate uwezo mkubwa sana katika elimu ya dini. Paul is not speaking about master, he's speaking about father. Paulo haneni kwa habari ya Bwana, ananena kwa habari ya baba. We need to see in the spirit. Tunapaswa kuona katika roho To be born again, ili tuokoke. there was no father. Wakati tunaokoka hakuwepo baba. Because each one could have been born again by the grace of God differently. Kwa sababu kila mmoja alizaliwa na neema ya Mungu kwa namna ya kipekee. But to be begotten in the right spirit of the gospel, we need a father. Lakini kuzaliwa katika roho sahihi tunahitaji kuwa na baba. And then we can become sons and daughters to the father. Na hivyo tunaweza tukafanyika wana wa kiume na wa kike kwa baba, Which represent our Father in heaven. ambaye yeye anasimama kama baba wa mbinguni, And Jesus, na Yesu our Lord and Savior. Bwana na Mwokozi wetu. The masters speak of knowledge to their heads. Huyu Bwana ananena kwa habari ya elimu na ujuzi wa The kichwa. masters are elevating themselves. Hawa walimu na mabwana wao wanajaribu kujikuza na So kujinua. when they listen, they want to elevate themselves. Kwa hiyo hata Wakristo wanapowasikiliza na wao wanataka wajikweze na wao. This is the carnal Christian. Huyu ni Mkristo wa mwilini. Like it was in the church of Corinth. Kama ilivyokuwa katika kanisa la Wakorintho. Paul said, are you not carnal Christians? Paulo anawauliza, anasema, je, ninyi si watu wa mwilini? You are choosing your masters. Ninyi mnajaribu kujitafutia walimu wengi. Some are choosing Paul, the others Apollos, the others Peter. Wengine wanasema Apollo, wengine ni wa Paulo, wengine wa Petro. I warn you, don't stay in that state. Ninawaonya msibaki katika namna hiyo. I've placed the foundation in you. Mimi niliwawekea msingi ndani yenu. But you are not taking the cross and following Lakini Jesus. ninyi hamchukui msalaba na kumfuata Yesu. Because if you were following, you will not be choosing in the natural, in the carnal way. Kwa sababu ikiwa mtachukua msalaba na kumfuata Yesu, hamtajaribu kutumia akili na ujuzi kuchagua ni That nani. means you are seeing in the carnal Kwa way. hiyo hii inatudhihirishia mtu huyu anaona katika namna ya kimwili. Paul wanted to bring them to see. Lakini Paulo anataka In a walete spiritual ili way. waweze kuona katika namna ya roho. There are two churches Kuna makanisa ya namna in mbili these last days. katika siku za mwisho. And they make these men try to become proud and arrogant. Kwa hiyo wanamfanya huyu mtu ili awe na kiburi na azidi kujikweza. In the carnal church, Katika hili kanisa la mwilini, the servants are proud and arrogant. na hawa watumishi sasa wanakuwa ni watu wenye kiburi na waliojiinua, Because they are puffed up by men. kwa sababu wamewekwa na wanadamu. In the spiritual church, Katika kanisa la rohoni, man's position is brought down. vyeo na hadhi ya mtu imeshuka And chini, Jesus Christ is elevated. na Yesu Kristo anainuliwa juu. Read with me. Hebu tusome John chapter 5. Yohana sura ya 5. Jesus speaking. Yesu ananena, 41. mstari wa 41. I do not receive honor from men, Mimi siupokee utukufu kwa wanadamu,
Are you reading with me now? Jamani, hivi tuko pamoja kweli? Tunasoma. But I know you. Walakini nimewajua ninyi That you do not have the love of God in you. ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. I have come in my Father's name, and you do not receive me. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. If another comes Mwingine akija in his own name, kwa jina lake mwenyewe, him you will receive. mtampokea huyo. Can you see two different states here? Unaona kuna namna mbili, kuna hali mbili hapa. Instead of welcoming the Son of God, Badala ya kumkaribisha mwana wa Mungu, Jesus said you are welcoming men. Yesu anasema na wakaribisha watu. That's what's happening in the two churches. Sasa hiki ndicho kinachotokea katika aina ya makanisa mawili The niliyowaambia. spiritual church Kanisa la rohoni welcomes Jesus. linamkaribisha Yesu, And the carnal church na kanisa la mwilini not only doesn't welcome Jesus, sio tu kwamba halimkaribishi Yesu, but as if they are not speaking about Jesus anymore. wala hata halineni habari za Yesu tena. They're speaking of so many things. Linanena kwa habari ya mambo mengi, And Jesus is absent. na Yesu hapo hayupo, He's not revealed. wala Yesu hafunuliwi hapo. That is very serious. Kwa kweli hiyo ni kitu ambacho ni cha If kumaanisha. Jesus is not revealed, Na ikiwa Yesu hakufunuliwa, man will reveal himself. mwanadamu atajidhihirisha mwenyewe. That's the carnal church. Hiyo ndio kanisa la mwilini. And then he says, Na anaendelea kusema, how can you believe? Verse 44. mstari wa 44, mwawezaje Who kuamini receive honor from one another, ninyi mnaopokea utukufu, mnaopokeana utukufu, and do not seek the honor that comes from the only God. ninyi mnaopokea utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utokao kwa In Mungu the carnal aliyepekee church, na Roho Mtakatifu. Katika kanisa la mwilini Men would like to give honor to men. Ni kama wanadamu wanataka kupeana heshima wenyewe kwa wenyewe, And men loves to receive that honor. na wanadamu wanatamani kusikia hiyo, kupata heshima. We need to be careful. Lazima tuwe makini sana, Servants of God. watumishi wa Mungu. More than when the cross is seizing my heart. Msalaba unapoanza kupungua katika maisha yangu, Not only I fear, na si tu kwamba nina hofu, but then repulsion. Huh? I repulse that kind of attitude and relationship. I disgust it. asante. Msalaba unapoyashika maisha yangu, ninachukia hiyo hali. When I see men, Ninapowaona wanadamu he's wanting to draw something ambaye to him. ni kama anataka kujivutia kila kitu kwake, And people, na watu through the way he's talking. kwa namna anavyonena. Oh Lord, I say, Lord, Nasema Bwana, bring death to me. hebu leta kifo juu It's yangu. not possible. Hii haiwezekani. But I would have never seen that before. Lakini hilo sikuwahi kuliona kabla. I know the time when I love to receive Unajua kuna wakati nilikuwa natamani kupokea importance. heshima, umuhimu. And if you say a little word about me, Kama unaweza kanena kidogo, kanena vizuri juu yangu. in me I say, Hapo speak a little bit more, Hebu please. endelea kunisifu kidogo. Leta ingine. I tell you, those attitudes are there. Sasa ninapokuambia Be ni careful hali of ambazo the ziko. carnal state. Uwe makini sana na hiyo hali ya mwili. The cross need to deal with that. Hivyo msalaba lazima ushughulike na hiyo, To be in a spiritual state. ili tuweze kubaki katika ile hali ya rohoni. When we are carnal, we speak a lot. Unajua tunapokuwa watu wa mwilini tuna maneno mengi. When we become spiritual, we are slow to be. Unajua tunapoanza kuwa watu wa rohoni tunakuwa na maneno And we machache, are ready to hear. na tunaanza kuwa tunatamani kusikiliza zaidi. The carnal church Kanisa la mwilini speak a lot linaongea, lina maneno and are mengi arrogant. na lina kiburi. The spiritual church Kanisa la rohoni
has only one thing to say. Lina neno moja la To kusema. speak about Jesus. Lina neno moja la kusema, kunena kwa What habari ya he did Yesu. on the cross for Na us. kile alichokifanya msalabani kwa ajili yetu. Hallelujah. Hallelujah. John chapter 7. Yohana sura ya 7. Verse 18. Mstari wa 18. Jesus speaking. Yesu ananena hapa. And he's here with us now. Na yuko hapa pamoja nasi tena. He who speaks from himself seeks his own glory. Yeye anenaye kwa nafsi yake tu hutafuta utukufu wake mwenyewe. But he who seeks the glory of the one who sent him is true. Bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka huyo ni wa kweli. And no unrighteousness is in him. Wala ndani yake hamna udhalimu. So if I speak of me, Kwa hiyo ikiwa mimi nitajinenea I mwenyewe, might not be right. inawezekana sitakuwa sahihi. There might not be things that are right. Naamini kuna mambo yatakuwa hayako But when sahihi. the cross breaks my life, Lakini Kristo anapokuwa I anavunja don't maisha have yangu, any strength Mimi more and more. sina nguvu tena zilizobaki ndani. Then I will speak of the righteousness of God. Hivyo nitanena kwa habari ya haki ya Mungu. Then I will speak of the one who sent. Hivyo hapo nitanena kwa yale aliyonituma, aliyoniagiza yeye. When we've got something to say, Tunapokuwa na jambo la too kunena much, ambacho ni cha, there may be things that are not true. inawezekana kuna mambo labda hayako sawa. But when Jesus is winning our life, Lakini pale Yesu anapoanza kuyachukua maisha yetu, what he says is true. kila anachokisema ni kweli. And we are called to share the truth more and more Na of the gospel. tumeitwa tupate kushiriki ile kweli. Who is Jesus? Yesu, kwa habari ya Yesu ni nani? And what he has done for us. Na kile ambacho amekifanya kwa ajili yetu. That's why when we give testimonies, Hivyo ndio maana tunapotoa ushuhuda, we tend to give glory to Jesus. wakati mwingine ni kama tunataka tunajidai kumpa utukufu Yesu. But there is a little bit that comes to us. Lakini kuna kingine tunataka ka utukufu tunajisazia kidogo. But the Lord is working our lives. Lakini unajua Bwana ni kama Bwana anafanya kazi katika maisha yetu. We are not condemned. We are not condemned. Wewe huhukumiwi. Spiritual Christian will carry the revelation of the gospel in their heart. Na kanisa la rohoni litabeba ufunuo wa rohoni. Will elevate Jesus and not man. Na siku zote kanisa hili litakuwa linamkweza, linamuinua Yesu na si They wanadamu. will choose intervention of the Spirit in them. Watachagua ya rohoni katika maisha yao. Instead of intervention and organization of man. Na wala hawataangalia miundo na mipangilio mizuri ya wanadamu. Their faith will be established on the power of the gospel working in their hearts. Imani yao itajengwa juu ya ile kazi ya injili ndani ya mioyo yao. Instead of the wisdom of men. Na wala haitajengwa katika hekima ya wanadamu. Paul says in 1 Corinthians 2:5. Na Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 that your faith may not be established on the wisdom of man, kwamba imani yenu isije kajengwa katika hekima za wanadamu, but on the power of God. lakini katika nguvu ya Mungu. What is the power of God? Je, nguvu ya Mungu ni nini? Jesus Christ died and he crucified. Yesu akafa, akasulubiwa And resurrected. na akafufuka. So there are two churches. Hivyo kuna makanisa mawili. One speaking with eloquent words. Moja linanena kwa ujuzi na utaalamu wa maneno. With intelligence and wisdom of man. Kwa akili na uwezo wa binadamu. And the faith of the Christians are being established on a doctrine of man. Na imani ya Wakristo hawa imejengwa katika fundisho la mtu. The other church Kanisa jingine is founded in his heart
limewekwa msingi katika moyo, in the revelation of the power of the gospel. katika ufunuo wa uweza wa Injili. Are you there? Tupo jamani? And is founded in Jesus himself. Na msingi wake ni katika Yesu mwenyewe. It's not the foundation of man. Na si msingi wa mwanadamu. Man is not the source. Wala mwanadamu sio chanzo. Jesus Christ is the source. Yesu Kristo ndiye chanzo. Let's go to the source. Hebu tuende kwenye chanzo. Let's leave all other sources. Hebu tuondokane na vyanzo vingine. In the carnal church, katika kanisa hili la mwilini, the notion, can we see that? I'm not sure. The notion of the aspect of a heart to be changed, msingi wa wazo la mabadiliko la moyo, to be changed in the image of Christ, wazo la mabadiliko ya kuleta sura ya Kristo, it doesn't exist, my brother. wala haipo tena. Can you realize that? Unaweza ukaona hicho in the carnal church, katika kanisa la mwilini. that notion, Hilo wazo, to realize that we need to be changed kutambua kwamba tunahitaji mabadiliko in the image of Christ, ili kuendea sura ya it's Kristo, not there. wala haipo. Why am I speaking like that to you? Kwa nini ninanena haya juu yenu? So that you may discern. Ili mpate kutambua, You may discern what spirit it is. uweze kutambua ni roho ya aina gani. It's a spirit of man or a spirit of God. Je, hii ni roho ya mwanadamu au ni roho ya Mungu? Because in these last days you will have to discern. Kwa sababu katika hizi siku za mwisho utakupaswa You will have kutambua. to make the difference. Lazima utatakiwa kutofautisha. They don't even care. Wala wakati mwingine They don't even hawajui. know. Wakati mwingine They hawajui. don't even want to be changed in the image of Wala Christ. wakati mwingine hawajisumbui ili waweze kubadilika. They are seeking for other things. Wanatafuta mambo yao wenyewe. Ndio. You see, when man is elevated, Unaona hapa mwanadamu anapokuwa amekwezwa, he represents his own image. yeye sasa ni kama analeta sura yake And he mwenyewe. wants to become excellent in his image. Na anataka awe mzuri zaidi katika muonekano wake. But when man is humble, Lakini huyu mtu anapokuwa amenyenyekea, he's showing that he doesn't want to represent his image anymore. inaonyesha kwamba ni kama hataki yeye ndiye aonekane tena, He wants to represent another image lakini anataka alete sura that nyingine is more excellent than his. na ambayo ni bora kuliko yake yeye au yeye. These are the two different Hivi ni vitu viwili tofauti. Christians. Aina mbili ya Wakristo. Those that wants to present themselves, Wakristo ambao wanataka wao ndio waonekane, to become important, waonekane wao ndio to be muhimu, famous, waonekane wao ni to maarufu, present themselves, watu ambao wanataka wao ni to show to wajulikane, everyone that they are excellent. kujionyesha kwamba wao ni wazuri zaidi. Paul had understood. Paulo alikuwa He amegundua, had seen. alikuwa ameona hii, His eyes open. ni macho yake yalikuwa yamefunguka, That even he had many degrees. kwamba hata kama alikuwa na degree He nyingi, was an important man alikuwa ni in mwana the natural. kwa nje. Paulo alikuwa ni mtu The Lord maarufu, opened his eyes na lakini Bwana akafungua macho yake to show him that there was something more excellent than him kumwonyesha kwamba kulikuwa na kitu bora kuliko yeye and his life. na maisha yake, It was the revelation of Jesus Christ na huo ulikuwa ni ufunuo wa and Yesu what he Kristo did on the cross. kwa kile alichokifanya msalabani. And then he saw that. Na yeye akawa ameliona hilo Paulo, That humbled his heart akaunyenyekeza moyo wake and he dropped everything. na akaangusha kila kitu. You will have Christians that will drop everything. Hutakuwepo na Wakristo ambao wataweka chini kila kitu, That will see their life as rubbish. ambao watadharau maisha yao kama ni takataka. But there will be other Christians Lakini kutakuwa na kundi jingine la Wakristo that will take all the mud ambao watachukua takataka zote na and will matope, want to patch and put back that image. na ambao watataka waweke takataka zote wajishonee.
But other Christians Lakini Wakristo wengine will see everything like mud. wataona kila kitu ni kama matope na As takataka. if when you see mud, who is interested in mud? Ni nani anapenda hapa matope na takataka? Do we take mud and say, oh, I love mud? Sasa unachukua tope unaanza kujipaka unasema, tope hili ni zuri sana. Humility in the lives of those who want to lose their lives. Unyenyekevu kwa wale ambao wanataka kuachilia maisha yao. Everything that this world would do of us. Na kwa chochote ambacho ulimwengu ungetamani kuwapa. But others, Lakini wengine, they are proud of gaining. hawa wanaona fahari ya kupata kila kitu. Two different spirit. Roho mbili tofauti. Are you there? Jamani tupo? Do you have this in Mugumu here? Hivi roho hizi zipo na huku Mugumu jamani? Do you have this in Musoma? Je, hizi Musoma zipo? Too much? Too much. So I'm preaching the right thing then. Kumbe ninanena kitu sahihi. Instead of being humble to lose, Badala ya kuwa wanyenyekevu kuwa tayari ya kupoteza, they are proud to gain. watu wanaona fahari In kupokea all aspect of life. katika namna zote za maisha. And they boast about it. Na wanajisifia And rejoice about it. na wanayafurahia hayo. You see, when they were taking, people of Israel was taking the Ark of the Covenant against the Philistines. Unaona, wakati ule ambapo wana wa Israeli walikuwa wanalichukua sanduku la agano wakienda kupigana na Wafilisti, The presence of God was not there on the ark. unajua uwepo wa Mungu haukuwepo katika It sanduku was la a agano. superstitious action. Kulikuwa tu ni mambo ya kama ya kawaida ya kichawi And they were defeated. na walishindwa. They were singing Walikuwa wanaimba sana to bring the presence of God. ili waweze kuleta uwepo wa But the Mungu, presence of God wasn't there. lakini uwepo wa Mungu haukuwepo hapo. But when David was praising God in the tabernacle, Lakini hapo Daudi alipokuwa I tell you, the presence of God was there. nataka nikuambie uwepo wa Mungu ulikuwepo That's what's hapo. happening in the church now. Hiyo ndio inapaswa kuletwa kanisani leo. There is a church that is rejoicing. Kuna kanisa ambalo And the linafurahia, presence of God is not there. linarukaruka, lakini uwepo wa There's Mungu too much hapo. work of the flesh. Kuna kazi nyingi za mwili There is leaven, ambazo zimechachu, sin, kuna dhambi, and yet on the other side, lakini upande mwingine wa a pili Christian that wants to be pure, kuna aina ya Wakristo ambao wanataka pure in their hearts, kuwa safi katika mioyo, pure in their talking, wanataka kuwa wasafi katika pure in kunena, their behavior. wanataka kuwa wasafi katika They are tabia, wanting to separate themselves. na hakuna kitu cha kuwatenga. Where are we standing in all that? Sasa leo sisi tunasimama wapi? Tell you the Lord loves us. Unajua Bwana anatupenda God sana. wanting to protect us. Na Bwana anataka kutuhifadhi, kutulinda. No one needs to be condemned. Na asihukumiwe hata mmoja katikati yetu. Where we are today, Pale tulipo leo, sure there are still carnal things ni kweli kuna mambo ya mwilini yangalipo leo in my life. katika maisha yangu, But I have not decided to live according to the flesh. lakini siko tayari kuishi kama mwili unavyotaka. I've decided to live according to the Spirit. Mimi nimeamua kuishi sawasawa na hali ya But they roho. are Christians, they don't care. Lakini kuna aina ya Wakristo hilo wala hawajali. Do you make the difference? Unaweza ukaona tofauti. The Lord will deal with those that are sincere. Na Mungu atashughulika na wale ambao wamemaanisha, And He will take our hands. na atatushika He mikono, will lead us na atatuongoza into freedom katika uhuru, of the flesh, uhuru wa mwili, of sin, wa dhambi and the world. na dunia. Hallelujah. Haleluya. Spiritual Christian Wakristo wa rohoni will defend the pure and true gospel
wataitetea injili safi na ya kweli, and not compromising na hawatakuwa tayari kuichanganya with other gospels, kuichanganya injili hiyo na injili nyingine, other doctrines of men. mafundisho mengine ya wanadamu. Carnal Christian will compromise Wakristo wa mwilini wao with hawajali, the spirit of the world wanaweza kachanganya kidogo hiki na kidogo hiki cha and dunia, live as the pagan lives. na wakaishi kama watu wengine wanavyoishi, wapagani wanavyoishi. There are young people in the church. Unajua kuna vijana wako kanisani, Instead of going to disco, badala ya kwenda kwenye disco kule, they put this music in the church. wanaichukua hiyo muziki ya duniani wanaitia hapa kanisani. Can you realize that? Mnaweza kutambua hilo? So you can see clearly Unaweza ukaona wazi that there wazi is danger now. kwamba kuna hatari hapa. For our young people, Kwa ajili ya vijana wetu, for the children, kwa ajili ya watoto because wetu, things in this world will get tougher kwa sababu mambo ya dunia hii yatazidi kuwa magumu, and the spirit of the world stronger. na roho ya dunia inazidi kuwa na nguvu. But Jesus says Lakini Yesu anasema that the gates of hell won't prevail kwamba milango ya against the church, milango ya kuzimu haitalishinda kanisa, against the church that will want to take up their cross and follow him. haitalishinda kanisa ambalo liko tayari kuchukua msalaba na kumfuata. That's why there is if. Kwa sababu ndio maana kuna urahisi. If you are not taking the road, Ikiwa because if we are not taking the road, ikiwa hatuichukui hiyo barabara, the gates of hell can prevail. hayo malango ya kuzimu yanaweza yakatushinda. It will prevail. Yatashinda. Are you there? Tupo. Ndio. The Spirit of Christ, they will accept the Spirit of Christ to sanctify their life, the true church. Kanisa la kweli litaikubali roho ya Kristo ili liweze kutakasika, Separate them. ambayo itawatenga. Remember what happened when Moses came back from the mountain? Unaweza ukafikiri ni nini kilitokea wakati Musa ameshuka kutoka They have mlimani. caused like adultery. They have caused like an adulteress Ni kama in the spirit. ni kama katika roho walikuwa wamefanya uzinzi. They have done the golden calf. Ni kama walikuwa wametengeneza yule ndama wa dhahabu. Many Christians are building a golden calf in the spirit. Wakristo wengi wanajitengenezea ndama wa dhahabu katika roho. This golden calf reflects the world spirit. Na huyu ndama wa dhahabu anadhihirisha ile roho ya dunia. Idolatry, Uzinzi, wickedness, zamani ni sanamu samani. wickedness. Uovu. And Moses comes. Na Musa anateremka He sasa. says now, Anasema hapana. those that want to stand for the law, Wale ambao wako upande wa Bwana come and stand the right. wawe upande huu. And then they have to take their sword. Na wakachukua zile panga They had to kill na wakaanza kuua. brother, father, mother, whoever. Ndugu wakaanza kuuana, baba, mama. Hey, Ndio. this is strong. Hii sasa unaweza ukaiona. Can you imagine Unaweza ukafikiria this kind of situation that happened? hali hii ambayo inatokea Is giving us the intensity that God wants us to separate ourselves. inatuonyesha ni kwa uzito kiasi gani Mungu anataka kututenga. They had to be violent. Walipaswa kuwa na nguvu. It was a violent action. Kulikuwa na matukio ambayo ni ya nguvu. And the sword will bring death. The sword will bring death. Na hapa upanga utaleta mauti. And it will be through the sword and death that separation will come. Na hapo upanga huu utaleta kutenganishwa. When the Christian accepts the death of Christ in his life, Wakristo wanapokuwa wamekubali mauti katika maisha he yao, accepts the sword of the Spirit to separate what is
of the flesh and of the spirit. Wanaukubali upanga utenganishe kilicho cha mwilini na cha rohoni. It doesn't discuss about it. Wala hapo hakuna mjadala. He says, I know I need to die. Hapo najua ninapaswa kufa. So that I will be separated. Kwamba nipate kutengwa. Sanctified. Niweze kutakaswa. Consecrated. Niweze kuwekwa wakfu. And the tribe of Levi was consecrated. Na unajua lile kabila la Lawi lilikuwa limewekwa wakfu. And we are meant to be priests today. Na sisi unajua tunapaswa kuwa makuhani. To be separated. Tuweze kutengwa. So there need to be a separation in our hearts first. Tuweze kutengwa katika mioyo yetu. It happens in our heart. Inatokea ndani ya mioyo. What happens in our heart? Kile kinachotokea ndani ya mioyo yetu will separate us and not compromise. Na kitaweza kututenganisha na hatutakuwa tayari kujichanganya. With the spirit of the world. Na roho ya dunia. With the carnal Christian. Na aina ya Wakristo who is compromising. Ambao ni who is mixing his life. Ambao wanachanganya maisha yao. With what men present them. Kwa kile ambacho mwanadamu analeta. And the world. Na dunia. Seek sanctification. Hebu tafuteni utakaso. Without which you will not see God. Which? Without which you will Without which no one will see the Lord. Ambao bila huo hakuna hata mmoja atakayemwona Bwana. Separate yourself. Hebu jitenge. Be ready. Uwe tayari. There is part of the church that will want to be ready. Kuna sehemu ya kanisa itakayokuwa tayari kuwa tayari. For the coming of the Lord. Kwa ajili ya ujio wa Yesu wa Bwana. And part of the church will not care about it. Na sehemu nyingine ya kanisa haitajali. Like the 5 virgins that were wise and the other foolish one. Kama wale wanawali 10, watano wakiwa pumbavu na wengine wakiwa wenye hekima. There are Christians that are foolish. Kuna aina ya Wakristo ambao ni wapumbavu. Because they are not concerned during their salvation. Ambao hawajali hata juu ya wokovu wao. With fear and trembling. Ambao hawabebi kwa kichwa na kutetemeka. They're taking their salvation lightly. Ambao hawajali wokovu wao, wanachukulia kitu cha mzaha tu. They're fooling trembling on the grace of God. Ni kama wanaikanyaga juu ya neema ya Mungu. When did I start? Nilianza saa ngapi? Are you sure? Na uhakika. Carnal Christian doesn't see the need to submit to God's authority. Wakristo wa mwilini hawaoni umuhimu wa kujinyenyekeza katika mamlaka ya Mungu. Through the apostolic ministry and the 4 anointings. Kupitia huduma ya kitume na zile huduma nyingine. They don't see the necessity. Hawaoni umuhimu wa kujinyenyekeza. They do what they want. Wao wanafanya wanachoona kinafaa. They refuse the authority of God of their lives. Wao wanaikataa mamlaka ya Mungu juu ya maisha yao. In the same way, they wanted to put Samuel on them. Saul on them. Ni kama vile ambavyo Samuel alivyotaka kumwekea ni kama vile walivyotaka kumfanya Sauli awe mfalme. And God says, na Mungu akasema, don't worry Samuel. Usibabaike Samuel. They are not rejecting you. They are rejecting me. Hawakukukataa wewe, wamenikataa mimi. My authority upon them. Mamlaka yangu inawafungua. Mwita usilale, unanisaidia sana. Listen. Sikiliza. It's hard to say. It's hard to say. Yes. Ni ngumu kusema. There are Christians. Kuna aina wa Kristo. Either they don't want authority at all. Ambao hawataki kujinyenyekeza kabisa. Or they submit to law. Au wao wamejiweka chini ya sheria. But the true authority. Lakini mamlaka ya kweli is not by force. Wala sio ya kulazimisha. Paul says, I have come to build your life, not to destroy you. Paulo anasema nimekuja kuyajenga maisha yenu na wala siku ya hali. The spiritual church kanisa la rohoni will be submitted to the authority of God through the man of God. Kanisa la rohoni litajinyenyekeza
chini ya mamlaka ya Mungu kupitia watumishi wa Mungu. The carnal church Kanisa la mwili won't care about wala submission. alijali kujinyenyekeza. They won't respect the anointings. Lenyewe linataka pako. And if they don't respect, they won't receive from them. Na kama wao wanataka kupokea, They won't see the necessity for the anointings for the church. kwa hiyo wao hawataona umuhimu wa hizi pako kwa ajili ya kanisa. Carnal servant of God, Watumishi wa mwilini wa Mungu, they don't see the necessity wao hawaoni umuhimu huo of the anointings. wa huo upako. No wonder how much they will become Na si ajabu watu hao poor. watakuwa maskini. Listen here. Nisikilize vizuri. We are going into the book of Revelation now. Tunakwenda kwenye kitabu cha Ufunuo sasa. These two churches are clear. Makanisa haya mawili sasa yanaenda kwa wazi dhahiri sana. Can you turn with me in the book of Revelation? Hebu tufungue haraka kitabu cha Ufunuo. Twende haraka. The book of Revelation is clear. Kitabu cha Ufunuo kiko And wazi it's zaidi. Jesus speaking. Na ni Yesu hapa ananena. There is one church. Kuna kanisa moja It will get poorer and poorer. ambalo litazidi kuwa maskini In the na spirit. maskini katika roho. And the other church will get richer and richer in the spirit. Na kanisa la upande wa pili litazidi kuwa tajiri na tajiri katika roho. Why are we sharing that tonight? Kwa nini tunayashiriki haya jioni ya leo? That we be aware of what's happening. Tupate kuwa makini au kujua That we be able to kinachofanyika. discern and make the difference. Tupate kutambua na kuona utofauti That zile. we will see the urgency Ili tupate kupokea huo udharura of opening our life to the Spirit of God and to the wa gospel, kufungua maisha yetu kwa ajili ya roho ya Injili na Kristo, to the anointing, na kwa ajili ya to the upako, revelation. na kwa ajili ya There ufunuo. is no time to lose. Hakuna wakati tena wa kupoteza. Let's not just carry on our little religious life. Hebu tusiendelee tena katika hali zetu za kidini. Wake up. Hebu amkeni ndugu Let zangu. something real seize your hold. Hebu kitu halisi kiashike maisha yako. As my brother was saying just now, Kama ndugu yangu alikuwa anasema hapa, not just to know about the revelation, sio tu kujua kwa habari ya ufunuo, but to live the revelation of Christ in my life. lakini kuishi ufunuo wa Kristo katika maisha yangu. That I'm being transformed and changed. Kwamba mimi ninazidi kubadilishwa na kufanywa upya. That my wife, my husband, Kwamba mume wangu, mke wangu, after a month, baada ya mwezi, he says, Roland is different. hawezi kusema Roland amebadilika. That is the spiritual church. Hayo ni mabadiliko ya rohoni. But it's from 1st January to 31st of December. Hiyo lazima ifanyike tangu mwezi wa kwanza mpaka Desemba. Your wife or husband has the same testimony about you. Lakini kwa bahati mbaya mke wako ana ushuhuda ule ule. You are in trouble. Wewe una matatizo. We don't want religion. Hatuitaki dini. We are finished with religion. Habari ya dini tulimalizana. Life. Tunahitaji uhai. The reality of Christ. Uhalisia wa Kristo Yesu. We will change. Tunahitaji mabadiliko. Not from the past only, Sio tu kutoka yaliyo ya nyuma huko, but of who I am. lakini ya kile nilicho leo. I tell you every day. Every day. Kila siku. There is something happening. Kwamba kiwapo kitu kinachofanyika kila My siku. wife speaks to me. Mke wangu ananena I nami. speak to her. Na mimi nanena. Brother Mickey speak to me. Ndugu Miki ananena na mimi. The other brothers speak to Ndugu me. mwingine anaweza kusema nami. Every day. Kila siku. Boom, 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 Ndio boom, boom. po. And it prevents me to sleep. Inanizuia kulala. We need this boom, boom, brothers and sisters. Tunahitaji pa. Dada na kaka. That are living in the spirit. Kwamba tunaishi katika roho. And that are building the church together. Na kwamba tunalijenga kanisa pamoja. With the elders. Na wazee. We all need to wake up. Sisi sote tunapaswa kuamka. Elders, servants of God. Wazee, watumishi wa We Mungu. need to wake up. Tunapaswa
Let Jesus enlighten our spirit. Hebu Yesu na yatie nuru maisha yetu. Stop sleeping. Hebu tutoke There katika are two churches in the last days. Kuna mawili mbele yetu. Yes. Let's read in book of Revelation. Hebu tusome kwenye hicho kitabu cha Ufunuo. Chapter 3. Sura ya 3. Verse 10. Mstari wa 10. Don't look at your watch, my brother. Oh, asante. Nilikosea nikaangalia saa yangu. Look at your Bible. Asante. Anasema niangalie Biblia. Because you have kept my command to persevere. Because you have kept my command to persevere. You must be with me now. Yes, sir. And leave your fingers where I stop. Oh, yes, sir. Mstari wa 10. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, I also will keep you. Mimi nami nitakulinda From the hour of trial which shall come upon the whole world. Listen to that. Hebu sikiliza, utoke katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kujilia This is ulimwengu the wote. church of Philadelphia. Hili ni kanisa la Philadelphia. This is the spiritual church. Hili ni kanisa la rohoni. The Lord will keep us Bwana atatulinda in that what is coming upon this world. dhidi ya kile kinachotuijilia. That means the day of the Lord, the judgment coming on this world. Kwamba kwa habari ya hukumu It's coming at a great speed. inakuja kwa haraka sana. Those that are spiritual, Kwa wale ambao ni wa rohoni, He will keep us in the fire. atatulinda na kutuacha katika The moto. fire will not burn us. Huo moto hautatuchoma. Like Shadrach, Meshach, and Kama Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego. Jesus will keep us. Yesu atatulinda, But atatulinda. I fear for the carnal church. Lakini nina hofu sana kwa habari ya kanisa la mwilini. We'll have to go through more fire Hao watapitia moto in na the moto great tribulation. katika hiyo siku ya mateso, dhiki kuu. That come upon the world to test those who dwell on the earth. Utakuja kuwajaribu wakao juu ya nchi. And we are not called to the wrath of God, Paul says. Hatukuitiwa hasira ya Mungu, But we are called to salvation, lakini tumeitwa tupate kuokolewa, to escape. tuweze kuokoka hapo. Behold, I'm coming quickly. Naja upesi. So this church is before His coming. Na hili kanisa ni kabla yeye hajaja. The spiritual church. Kanisa la rohoni. Hold fast what you have. Shika sana ulicho nacho. The spiritual church. Kanisa la rohoni. Like Paul says to Timothy. Kama Paulo anamwambia Timotheo, Hold fast shika sana to the deposit. ushike sana hiyo hazina, To what you have received. kwa hiyo ulioipokea. The Holy Spirit will help you to keep it. Roho Mtakatifu atakusaidia kuishika, I'm kuitunza. coming, says the Lord. Nakuja, asema Bwana, That no one may take your crown. asije mtu akaitwaa taji yako. So there are Christians Kuna Wakristo that their crown will be removed. ambao taji zao zitaondolewa. Halo, They will be saved, wao wataokolewa, but the crown will be removed. lakini taji zao zitaondolewa. But those that will hold fast, Lakini wale watakaoshika sana, they will keep the crown wao watakuwa wamehifadhi of taji yao, glory. taji yao ya utukufu. Verse 12. Mstari wa 12, He who overcomes. yeye ashindaye. In other words, if you overcome, Kwa lugha rahisi au kwa lugha nyingine, ikiwa I utashinda, will make him a pillar in the temple of my God. nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu. And this is in heaven, Na hii ni where the true temple is. ambapo kuna hekalu la kweli. And he shall go out no more. Wala hawatatoka umma tena kabisa. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la The mji new wangu. Jerusalem, Huo which Yerusalemu comes mpya down from over heaven, ushukao kutoka from my mbinguni God. kwa Mungu wangu.
And I will write on him my new name. Na jina langu mwenyewe lile jipya. Okay? He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Yeye aliona sikio na It's a alisikia warning. neno hili ambalo Then Roho we anaambia go makanisa. to the Hilo ni onyo. We go to the second church, last church, Hebu sasa tuende kwenye kanisa la upande wa pili. the carnal church. Kanisa- Listen to that now. Kanisa la You will mwili. see the plan of God right there. Naomba usikilize vizuri, lakini utaona mpango wa Mungu hapo bado. Stay with me now. Hebu tafadhali ungane pamoja na mimi bado. Jesus says in verse 15, Mstari wa 15 Yesu I anasema, know your works, nayajua matendo yako, that you are neither cold nor hot. ya kuwa hu baridi wala hu moto. How do you make hot water become lukewarm? Ni kwa namna gani unayafanya maji ya moto yawe vuguvugu? You add cold water. Unaongeza maji ya baridi. So there needs to be a mixture Kwa hiyo hapo kumbe to kuna make lukewarm water. kumbe hapo tunaongelea kwamba kutakuwa na mchanganyo fulani. Speaks of Christians that are mixed. Inaongelea kwa habari ya Wakristo ambao It wamejichanganya. has dimmed their love, their zeal, because there are carnal things in their lives. Upendo wao na shauku yao ni kama imefifia kwa sababu wako katika mambo ya mwili. And these Christians, Na hawa Kristo hawa, I will vomit you out of my mouth. nami nitakutapika utoke katika kinywa changu. Let's speak about vomit now. Hebu tuongelee kwa habari ya kutapika sasa. If you eat a food that has not been well cooked, Ukila chakula ambacho hakikupikwa vizuri, can your stomach receive it? je, tumbo lako litakipokea? Hello. Hello! It will just go out. Kitarudi hicho chakula. What is the Lord saying here? Je, Bwana anasema nini hapa? You are not ready. Kwamba wewe haujawa tayari. I can't receive. Siwezi kukupokea. That is food. Kwa hiyo hicho chakula hicho. The five foolish Wale were not ready. wapumbavu ambao hawakuwa tayari. The door was closed Mlango ulifungwa and they could not reach na out. hawakuweza kumfikia tena bwana harusi. They were Christians. Walikuwa ni Wakristo. They are saved. Wameokoka Not ready lakini hawajawa tayari to meet Jesus. kuweza kumpokea Yesu. Can't receive. Hawawezi kumpokea. Yeah. Because you say, look at the state of the carnal church. Hebu angalia hapa hali ya kanisa la mwilini. And why Jesus vomit them, but means he can't receive. Kwa nini sasa Yesu anawatapika na hawezi Because of kuwapokea? the state. Ni kwa sababu ya hali walionayo. You say, I am rich. Unasema wewe ni tajiri. Have become wealthy. Nimejitajirisha. I'm prosperous. Mimi ni tajiri. The doctrine of prosperity. Fundisho la mafanikio. I have everything. Nina kila kitu. So, I've become wealthy. I have become wealthy. Jamani, ni mstari wa ngapi huo? Nimejitajirisha. And I need of nothing. Wala sina haja ya kitu. That means the gospel of the cross. Kwa hiyo inanena kwa habari injili ya I msalaba. don't need it. Sihitaji. Because you are telling me to lose everything Kwa sababu that I have gained. Kwa sababu kila siku injili hiyo inaniambia nipoteze kila kitu nilichokipata. I don't need this gospel. Sihitaji hiyo injili. I don't need it. Sihitaji hiyo injili. I'm rich. Mimi nimejitajirisha. I'm everything. Mimi nina kila kitu. And do not know that you are wretched, miserable. Nawe hujui ya kuwa wewe Speaking about the church, my brother. mnyonge na mwenye mashaka. He's speaking about the state of the church. Na hapa nanena kwa habari ya hali ya kanisa. A church that is erect, Kanisa ambalo ni nyonge sana. miserable, Kanisa lenye mashaka. poor spiritually, Maskini rohoni. blind, Kipofu. naked. Kanisa ambalo liko
speak of what? Hivi kuwa uchi inamaanisha nini? If you're naked, that means we can see your carnal state. Ni maana yake ikiwa wewe uko uchi huwezi kujijua hata kama wewe ni wa mwili. You are not clothed Kwamba wewe in the spirit. huna nguvu, huna In mavazi ya Christ. rohoni, hujamvaa Kristo. You are naked, Wewe ni uchi, unclothed, unclothed. haujavaa mavazi. Serious. Sema ndio. So you are pretending, you are thinking that you are well, Nakupa shauri, but you're blind. I'm speaking. Unajifanya tajiri lakini wewe ni maskini. You don't see. Huwezi kuona. The carnal church, they don't see. Kanisa la mwilini haliwezi kuona. Now Jesus speaks. Listen to Lakini that. sasa hebu sikiliza anachosema Yesu. I love the grace of God. Ninaipenda neema ya Mungu. It's still His church. Kumbe bado ipo bado hapa hata kwenye hii It's carnal church. Kwenye kanisa la It's mwilini still His bado ipo. church. Bado ipo. They're born again. Ni wameokoka. I tell you, when I see His heart, Unakwambia ninapoona that's moyo my wake. heart towards the people of God. Huu ndio moyo wangu, ndugu zangu watu wa Mungu. You know what is He going to speak? Unajua hapa anaenda kunena nini? It's exactly what we are going ahead to do. Ndio hicho ambacho tunakwenda kukifanya. To restore servants of God Ili and the people of God. kuwarejesha watumishi wa Mungu na watu wa It Mungu. speaks of the restoration of the carnal church. Inanena kwa habari ya kuwahuisha watu wa Mungu. Kanisa la Mungu. I counsel you, church, Nakupa shauri mstari wa 18. to buy from me gold refined in fire. Ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Refining fire, pure. The pure doctrine of Christ. Fundisho la kweli la Kristo. Come and get it from me. Njoo pokea kutoka kwangu. To my servants. Kutoka kwa mtumishi wangu. That you may be rich again because you are poor. Upate kuwa tajiri kwa kuwa wewe ni Can maskini. you see the heart of Jesus wanting to restore His church? Je, huwezi kuona moyo wa Kristo ambao unataka kulihuisha kanisa? Are you there? Je, tupo? And we're right in here now. We are living it now. Na sasa sisi ndio walengwa. Why is Brother Mickey doing all the conferences? Kwa nini mzee Miki bado anaendelea kufanya We are makongamano? not doing another meeting or seminar here. Kwa nini zifanyike semina katika makanisa yetu? The Spirit of God is speaking to the church. Sasa roho ya Mungu inanena na kanisa. That you may be rich. Upate kuwa tajiri. And white garments, but because you are naked. Na upate kununua mavazi kwa kuwa wewe uchi. Pure garments. Mavazi safi. Let go the old self. Put on the new self. Hebu ukavae nafsi mpya. That you may be clothed now in Christ. Upate kuvikwa katika Kristo. That the shame of your nakedness, aibu ya uchi wako, your carnal state, hali yako ya mwilini, will be removed. ipate kuondolewa. May not be revealed anymore. Ili sionekane tena. And I will anoint your eyes because all this time you have not seen. Na dawa ya macho ya kujipaka macho yako. With eye salve, that you may see. Na dawa ya macho yako ya kujipaka macho yako upate kuona. And that's what the Lord is doing. Na hicho ndicho Bwana anachokifanya sasa. To restore the church. Ili kuweza kulihuisha kanisa. And to us that needs to be prepared. Who is coming. Na kutuweka sisi kutuweka tayari kwa ajili ya ujio wake. He said, as many as I love. Anasema wote ni wapendao. I love the Philadelphian church. Ninalipenda kanisa la Philadelphia. I love the Laodicea church. Ninalipenda kanisa la Laodikia. Not if they carry on living a carnal life. Sio kwa sababu wanaendelea kuishi katika hali ya But if they come back to me like that. Lakini ikiwa wataweza kurejea. I'm calling them. Nami ninawaita tena. Jesus is calling. Yesu anawaita. There are a lot of Christians that you need to meet. Kuna Wakristo wengi ambao utahitaji kukutana nao. Needs to be restored. Ambao wanatakiwa kuishwa na watumishi wa Mungu. As many as I love. Wote ni wapendao mimi. What does Jesus do?
Yesu anafanya nini? I rebuke and chasten. Na wakemea na kuwarudi. Hallelujah. Hallelujah. So be open to correction. Sasa uwe tayari kurudiwa. That's what will keep us spiritual. Hicho ndicho kitaendelea kutufanya tuwe watu wa That rohoni. will remove the folly of our carnal state. Hebu tuondoe namna yote au kosa letu la mwili. It's because he loves us that he rebukes and Ni chastens. kwa sababu anatupenda ndio maana anatukemea na kuturudi. Therefore, you will be zealous again. Hivyo basi uwe na bidii And you will want to repent. kwamba utapaswa tena kutubu. This is the heart of Jesus. Sasa huu ndio moyo wa Yesu. He has not finished. Kumbe hajamalizana na sisi. Even we speak of the two different states of the church. Hata kama tumenena kwa habari ya aina mbili za But the makanisa, heart of Jesus is to restore. lakini bado unaona moyo wa Yesu ni kurejesha, kuisha. He deals with those who wants to become spiritual Anashughulika na wale ambao wanataka kuwa warohoni, and those that are still carnal. na pia anashughulika na wale ambao bado ni wa And he mwili. says, behold, I'm coming. Na anasema tazama, mstari wa I 20, stand at the door tazama nasimama mlangoni and knock. na abisha. If anyone hears my voice Mtu akisikia sauti yangu and opens the door, na kufungua mlango, I will come. nitaingia kwake. And when we preach the gospel, Na tunapoihubiri Injili, when Brother Stephen goes everywhere here, ndugu Stefano anapoenda huku na kule, anabisha mlango. knocking at the door Anabisha of the house. mlango kwenye milango ya mioyo ya watu. What is the Lord doing tonight? Je, Bwana anafanya nini jioni ya leo? Anabisha mlango. That means Hiyo inamaanisha when he knocks, anapobisha mlango, I need to open. mimi ninapaswa kufungua. There are those that will open again. Kuna wale wengine watafungua tena. If anyone hears my voice and opens the door, Mtu akisikia sauti yangu na kufungua not mlango, anyone in the carnal church will open the door. sio yule aliyeko mwilini But atakayefungua. if anyone hears Lakini ikiwa mtu yeyote and atasikia open the door, na kufungua mlango, I will come to him nitaingia kwake, and dine with him nami nitakula pamoja and naye he with me. na yeye pamoja nami. And when we have supper, Na tunapokuwa na chakula cha when jioni, you have supper with your wife, tunapokuwa na chakula labda na mke wako, she's not looking here and you're looking there. labda haangalii huku na kule, You're face to face. mnatazamana, The mnatazamana. Lord wants to be face to face with Bwana us. anataka tutazamane uso kwa uso. Through the gospel, He wants us to face Him. Katika Injili anataka tutazamane. To him who overcomes, Yeye ashindaye 21, I will grant him to sit with me on my throne. nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha As I enzi. also overcame and sat down with my Father on his Kama throne. mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti chake cha enzi. We are in the last days. Sisi tunaishi siku za mwisho. We need to grasp in the Spirit. Lazima tushike katika What is roho. the Spirit saying to the church? Lazima tutambue ni kitu gani roho ananena na kanisa. To the Philadelphian church, and I end here, Ninataka kumalizia in hapa verse 8, kwenye mstari wa 8 kwenye lile kanisa la Philadelphia. I know your works, Anasema, tazama, the fruits of your life. ninajua matendo yenu, ninajua See, kazi yenu. I have set before you an open door. Tazama, nimeweka mbele yenu na kufungua mlango. This is in front of the spiritual church. Na hii inafanyika mbele ya kanisa la rohoni, For those who are begotten kwa wale ambao wamezaliwa and changed, na wale waliozaliwa He na has kubadilika. opened an open door. Kuna mlango ambao umefunguliwa And no one can shut that door. na wala hakuna mtu anaweza kufunga mlango huo. Isn't that encouraging for Brahma Niki? Je, For all the elders? jambo hilo si jambo la kutia moyo kwa wazee wote ndugu zangu? For all of us in the church? Kwetu sisi sote kama kanisa, That the door is open. kwamba mlango umefunguliwa For those who are becoming spiritual. kwa wale ambao wanaendelea kuwa warohoni, For you have a little strength. kwamba
kwa kuwa mnazo nguvu kidogo. Ndio. The carnal church, Kanisa la he mwilini, thinks he's strong and he's rich. kanisa la mwilini lenyewe linajifikiria lina nguvu But na you have litajiri. little strength. What is it? Lakini kumbe ni dhaifu sana. You have no more strength in you. Kumbe huna nguvu ndani yako You tena. have humbled yourself. Umejinyenyekeza, You are broken. wewe umevunjika. That's why I opened this door in front of you. Ndio maana sasa ninafungua mlango huu mbele yako. Walk through. You have kept my word and have not denied my name. Mstari wa ngapi jamani? Wa 8. Sura ya 3. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, Asante Yesu for your word, kwa ajili ya neno lako, for your grace, kwa ajili ya neno lako, for the light, kwa ajili ya ile nuru Zayama sasa, for the precious gold kwa ile dhahabu ya thamani that purifies our life. ambayo inatutakasa. Thank you for your presence. Asante kwa uwepo wako. For your presence. Kwa uwepo wako. We stand before you. Tunasimama mbele zako. Stand up with me, brothers and sisters. Ndugu zangu na dada zangu, tusimameni pamoja nami. We stand before the Most High. Tunasimama mbele yake aliye juu. In front of Jesus Christ, our Lord and Savior. Ya Yesu Kristo, Bwana wetu na Mwokozi He wetu. is not speaking through the book only. Haongei na kupitia kitabu. In the last days, he is speaking to our hearts. Siku za mwisho ananena wazi wazi na The mioyo. Holy Spirit brings from this book Roho Mtakatifu anatoa katika kitabu hiki light and revelation to our heart, nuru na ufunuo kuleta mioyoni mwetu, so that we may straighten our heart ili tupate kuinyosha mioyo yetu with Him. na yeye. Lord, Bwana, we welcome tunakukaribisha as precious gold, kama dhahabu iliyo safi, as we accept to take up our cross and follow you. tunapokubali kuichukua misalaba yetu na kukufuata. You will remove the carnal state in our life. Utaondoa ile hali ya umwili katika maisha yetu. You will clothe us Utatuvika with pure garments, na vazi safi, preparing ourselves ukituandaa as the bride. kama bibi harusi. As Paul is saying, Kama Paulo I anasema, want to present the church nataka kuliwakilisha kanisa, pure kanisa and lililo safi, holy, lililo safi na takatifu, as a chaste virgin. kama bikira. Bwana sees all our hearts. Shika mioyo yetu Don't yote, let no one here run away asiwepo miongoni mwetu atakayetorokea hilo from the reality of your gospel. katika uhalisi huu wa Injili. But let everyone accept the chastisement. Lakini achilia kila mmoja akubaliane na And you mazuio dealings with our life. na kukabili kwetu na kuyakabili maisha yetu. This will save us Hili litatuokoa from our foolishness. kutokana na upuzi wetu. Let husband repent before wife. Hebu tutubu hata mbele za watu. Let wife repent before husband. Waume watubu mbele za wake zao na wake Let watubu parents repent before na children. wazazi watubu kwa watoto wao. Unite our heart in the same gospel. Unganisha mioyo yetu katika Seize our ile ile. life. Shika maisha yetu. Let us be kept in the pure gospel. Hebu tushike, tuhifadhiwe katika Injili. Let us say as Paul said, Tuseme kama Paulo alivyosema, you have seized my heart. umeyashtukua maisha Now yangu. I'm running to seize you. Nami sasa ninataka nikushike Let wewe. it be the will of each one of us that has heard the gospel Na today. iwe shauku ya kila mmoja wetu aliyoisikia Injili. Servants as well as the people of God. Watumishi hali kadhalika na Wakristo. Who are we?
sisi ni akina nani? We are precious before you Tu wa thamani machoni pako because of what you have done for us. kwa sababu ya kile What you ulichofanya are kwa maisha doing in our life na now. kile unachokifanya maishani mwetu sasa. Jesus, I don't want at any time Bwana Yesu, sihitaji wakati wowote to start to be light in my heart, kuendelea kuwa mwepesi in katika my moyo wangu faith. na katika imani yangu. I want that lamp to have full oil, Na burning. nataka niwe hiyo taa iliyojaa mafuta na I kuwaka. want to be wise. Nataka kuwa mwenye hekima That my lamp is burning. na taa yangu ipate kuwaka Let it not slow down na isilofike and dim. na kufifia. Seize me. Nishike maisha. Brothers and sisters, Ndugu zangu na dada zangu, it's time more than ever ni wakati that you zaidi ya come close to Jesus ni Christ. wakati zaidi ya wakati wowote ule Go into His karibu na presence. Yesu, kuingia katika uwepo wake, Seek Him tukimtafuta in His Word, katika neno lake, in prayer, katika maombi, in fasting. katika kufunga. Prepare yourself. Jiandae, Come close to Him. njoo karibu naye, Let Him speak to your heart. achilia aongee na moyo wako. Sunday is not enough. Jumapili pekee haitoshi. Seek Jesus. Tafuteni Yesu, Seek sanctification. tafuteni utakaso, Come close to Him. njoo karibu naye. The days are difficult. Siku ni za uovu. We want our children Tunataka watoto wetu to stand in these last days. kusimama katika hizi siku. How will they do it if we are not standing ourselves? Watawezaje kusimama kama sisi tumelegea? Lord Jesus, Bwana Yesu, visit our heart. tembelea mioyo yetu, Speak to our heart. sema na mioyo yetu. Let Jesus speak to your heart. Acha Yesu aongee na moyo wako And tu, speak to Him yourself. na wewe pia ongea naye. Haleluya, Mungu wetu. Haleluya, Baba yetu. Any one of the elders that have something on their heart, and the Spirit of God, they will come. Akiwemo miongoni mwa watumishi aliyoko hapa ambaye ukiwepo mtumishi wa Mungu ambaye unahisi jambo la Mungu linatakiwa litendeke moyo wako, umekaribishwa. Haleluya. Yesu.